Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco Dominika tarehe 5 Februari 2023 amehitimisha hija ya ukumene wa amani na matumaini nchini Sudani ya Kusini kwa kuadhimisha ibada ya misa takatifu Dominika ya 4 ya kipindi cha mwaka wa kanisa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya John Garang na kurejea mjini Vatikani kuendelea na maisha na utume wake. Wakiwa njiani, viongozi wakuu wa makanisa wamepata nafasi ya kuhojiana na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wa Baba Mtakatifu Francisco nchini DRC na Sudani ya Kusini. Baba Mtakatifu amegusia kuhusu kifo cha Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 na jinsi ambavyo baadhi ya watu walitaka kutumia fursa hii kwa ajili ya kujijenga binafsi. Amekazia kuhusu hija ya ukumene wa amani na matumaini kwa watu wa Mungu nchini Sudani ya Kusini na kwamba Askofu Mkuu Justin Welby, kiongozi mkuu wa kanisa Anglikani, ana uzoefu na mang'amuzi mapana zaidi kuhusu mchakato wa upatanisho. Amekazia tena umuhimu wa mafundisho jamii ya kanisa kuhusiana na shauku ya jinsia ya aina moja, yaani ushoga na usagaji. Baada ya kifo cha Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 tarehe 31 Desemba mwaka 2022, kumezuka mjadala mkali kwa baadhi ya viongozi waliotaka kutumia fursa ya kifo na maziko ya hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kujijengea umaarufu usiokuwa na tija wala mashiko kwa ustawi, maendeleo na maisha ya kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anakiri kwamba hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikuwa ni mwandani na mshauri wake, na mara nyingi alipokuwa na mashaka alimwendea kwa ushauri na majadiliano ya kina. Hata shauku ya jinsia ya aina moja, yaani ushoga na usagaji, alimshirikisha baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya serikali zilikuwa zimeanza kutunga sheria ili kuruhusu mwelekeo huo. Alikaza kusema ndoa kwa kanisa ni sakramenti, lakini kuna mtu mmoja ambaye alijiaminisha kuwa ni rafiki wa karibu wa hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Alimwendea na kumwelezea eti kuhusu nia ya Papa Francisco ya kutaka kuhalalisha vitendo vya shauku ya jinsia moja hata ndani ya kanisa. Kwa hekima na busara ya kichungaji, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akawaita wanataalimungu mahiri 4 kujadili kuhusu tuhuma hizi, na hatimaye akaona kwamba zilikuwa hazina mashiko. Hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikuwa amesikitishwa sana na shutuma hizi ambazo zilikuwa zinaelekezwa kwa Papa Francisco, ambaye alikuwa amechaguliwa hivi punde kuliongoza kanisa Katoliki. Hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ni mtakatifu wa Mungu na baba wa kanisa. Kuna baadhi ya wanataalimungu walitaka kujijengea umaarufu na ujiko kwa ajili ya mafao yao binafsi. Kimsingi, shutuma zitapita na ukweli utaweza kutamalaki ndani ya kanisa kama historia inavyofundisha. Askofu Mkuu Justin Welby, kiongozi mkuu wa kanisa Anglikani, kunako mwezi Januari 2019 alitembelea Sudani ya Kusini na kujionea mwenyewe madhara ya vita kiasi cha kumshirikisha Baba Mtakatifu Francisco ili kuangalia jinsi gani makanisa yangeweza kusaidia kuhamasisha mchakato wa haki, amani na upatanisho wa kitaifa nchini Sudani ya Kusini, na matokeo yake likaibuka wazo la kutembelea Sudani ya Kusini mwanzoni mwa mwezi Januari mwaka 2019. Kati ya matukio muhimu sana ni yale ya mafungo ya kiroho kwa ajili ya viongozi wa Sudani ya Kusini yaliyofanyika kwenye hosteli ya Santa Marta mjini Vatikani kuanzia tarehe 10 hadi 11 Aprili mwaka 2019 kama sehemu ya mchakato wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na hatimaye kuambata mchakato wa amani na udugu wa kibinadamu nchini Sudani ya Kusini kwa kumpokea Kristo Yesu, amani na matumaini ya waja wake. Baba Mtakatifu alipiga magoti na kubusu miguu ya viongozi wa kisiasa kama kielelezo cha unyenyekevu kwa ajili ya kuombea amani na maridhiano nchini Sudani ya Kusini.
Hapa Baba Mtakatifu alikuwa anazungumza nao kutoka katika sakafu ya moyo wake na wala si katika masuala ya kiakili tu. Kwa sasa huu ni wakati wa toba na uongofu wa ndani, tayari kuambata mchakato wa upatanisho, haki na amani, ili hatimaye kipindi hiki cha mpito kiweze kufikia ukomo wake kwa amani na utulivu. Ni wakati kwa viongozi wa Sudani ya Kusini kujidhatiti katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, udhibiti wa biashara haramu ya silaha na kuendeleza ushirikiano kati ya serikali ya Sudani ya Kusini na Vatikani katika misingi ya ukweli na uwazi, ili kuendelea kujielekeza katika mambo mengine ya msingi. Ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika katika kipindi cha miaka miwili ijayo, maandalizi yanapaswa kuanza kufanyika mwishoni mwa mwaka 2023. Kwa upande wake Dr. Greenshields, mkuu wa kanisa la Presbyterian la Scotland, ameshiriki kwa mara ya kwanza katika mkutano wa ekumene wa amani na matumaini, ingawa watangulizi wake walikuwa wanashiriki kamilifu tangu mwaka 2015 kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa mchakato wa upatanisho. Sasa ni wakati wa kufanya kwa vitendo, kwani maneno matupu hayawezi kuvunja mfupa. Ni wakati kwa wale wenye utashi wa kutaka kuleta mabadiliko kujihusisha kikamilifu ili kunogesha mchakato huo. Ilikuwa ni tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2016 Vatican na DRC zilipowekeana mkataba wenye vipengele 21. Kuhusu mkataba huu, Baba Mtakatifu Francisco anasema ni kazi nyeti inayotekelezwa na sekretarieti kuu ya Vatikani chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa mashirika ya kimataifa. Baba Mtakatifu anawapongeza vijana wa bara la Afrika ambao wamekirimiwa na Mwenyezi Mungu kipaji na utajiri wa akili, kumbe wanapaswa kupewa fursa ya kujiendeleza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. DRC ina utajiri mkubwa wa rasilimali zinazokidhi mahitaji ya mali ghafi kwa viwanda katika nchi zinazoendelea duniani. Ni katika muktadha huu bara la Afrika limeendelea kunyonywa bila huruma hata kidogo chini ya mfumo wa ukoloni mamboleo na ukoloni wa kiitikadi. Baba Mtakatifu anasema mwelekeo huu unasikitisha na kamwe bara la Afrika lisigeuzwe kuwa ni mahali pa kunyonywa. Akiwa nchini DRC, Baba Mtakatifu anasema amepata bahati ya kukutana na kuzungumza na waathirika wa vita, kinzani na mipasuko nchini DRC. Hali inasikitisha sana na lazima kuwepo na mabadiliko ya kweli. Askofu Mkuu Justin Welby anakiri kwamba hana ufahamu mkubwa wa eneo la mashariki mwa DRC ambalo kwa kiasi kikubwa limeathirika kwa vita. Hapa ukweli hauna budi kusemwa kwamba DRC haipaswi kuwa kama kichwa cha mwenda wazimu, mahali ambapo mataifa tajiri yanakwenda kuchuma rasilimali za nchi kwa mafao yao binafsi. Kuna makampuni ya uchimbaji wa madini yanayofanya kazi zake bila ya kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, na matokeo yake ni watoto wadogo kufanyishwa kazi katika machimbo, kupelekwa mstari wa mbele kama chambo cha vita, kuenea kwa vitendo vya ubakaji vinavyodhalilisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. DRC ni kati ya nchi tajiri sana barani Afrika, ingeweza kuwa ni msaada mkubwa kwa mataifa mengine ya Afrika. Jambo hili haliwezekani kwa sasa, kwani DRC bado haijajikwamua kisiasa wala kiuchumi. Kanisa limekuwa mstari wa mbele kusaidia katika mapambano dhidi ya maambukizi makubwa ya ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa ni tishio kwa maisha na usalama wa watu wa Mungu. Makanisa yamewekeza sana katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Umefika wakati kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba amana, utajiri na rasilimali za bara la Afrika na hususan zile za DRC zinatumika kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wake. Kumbe kuna haja ya kujikita katika mchakato wa utunzaji bora wa ikolojia, kujizatiti kikamilifu kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Yote haya yanawezekana ikiwa kama mchakato wa amani na matumaini utamwilishwa kikamilifu nchini DRC na wala si kuvutiwa tu kupora amana na utajiri wa DRC. Kwa upande wake, Dr. Greenshields anakaza kusema maendeleo endelevu na fungamani kwa nchi changa duniani hayana budi kutoa kipaumbele cha kwanza kwa wasichana na wanawake kwa kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi. Umeumbwa hivyo mwanamke, kiume mwenye nguvu, tambua, kumbuka, wewe ni mlinzi wa familia. Simama, mwalimu na mlezi
wa jamii, simama, wewe ni nyota ng'ara, Malkia. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anasikitika kusema kwamba leo hii biashara ya silaha duniani inaendelea kushamili sana kiasi cha kutishia amani, usalama, ustawi na maendeleo ya wengi. Hii ni biashara inayowaneemesha watu wachache sana ndani ya jamii kwa kusababisha maafa makubwa kwa watu na mazingira. Umefika wakati wa kufanya toba na uongofu wa ndani ili kugeuza silaha kuwa ni vyombo vya amani, kazi na uzalishaji, hali ambayo ingesaidia kutokomeza baa la njaa duniani na hatimaye kukomesha utamaduni wa kifo unaoendelea kupandikiza chuki, uhasama na maafa kwa watu na mali zao. Dr. Greenpeace anakaza kusema mipasuko ya kijamii, utengano na ubaguzi ni hatari sana, kama ilivyokuwa nchini Scotland iliyojikuta inatumbukia katika dhana ya vita kidini, lakini kwa sasa kuna mchakato wa majadiliano yanayoendelea ili kujenga amani na utulivu. Askofu Mkuu Welby anasema toba na uongofu wa ndani ni muhimu katika mchakato wa kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano. Imani isaidie kuleta maboresho katika maisha ya watu kwa kuondokana na tabia ya kutaka kulipiza kisasi na badala yake kwa kujikita katika toba, uongofu wa ndani, upatanisho na uponyaji miongoni mwa watu wa Mungu Sudani ya Kusini. Baba Mtakatifu Francisco ameonyesha utashi wa kukutana na kuzungumza na viongozi wa Urusi pamoja na Ukraini, changamoto inayoendelea kufanyiwa kazi. Baba Mtakatifu anasema kitendo cha kuwapigia magoti viongozi wa Sudani ya Kusini ni jambo ambalo haliwezi kurudiwa tena, kwani hii ilikuwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyomsukuma kutenda vile kwa ajili ya amani kwa watu wa Mungu nchini Sudani ya Kusini. Baba Mtakatifu anatamani kuona haki, amani, upendo na mshikamano wa wadogo wa kibinadamu vikitawala nchini Syria, Yemen na Myanmar na huko Amerika ya Kusini. Vita inasababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Waathirika wakuu ni watoto, wazee na wanawake. Katika kundi hili wamo pia watawa wa kike ambao wameuawa kikatili. Utu, heshima na haki msingi za wanawake zinapaswa kulindwa na kuheshimiwa, na kamwe wanawake na wasichana wasitumike kama vichokoo kwa ajili ya matangazo ya biashara. Wewe ni mlinzi wa familia, simama. Mwalimu na mlezi wa jamii, simama. Wewe ni nyota ng'ara, Malkia. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kadiri ya mila, tamaduni na desturi njema za Kiafrika, vitendo vya ndoa ya watu wa jinsia moja havikubaliki hata kidogo. Ni utovu wa nidhamu, maadili na kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Msimamo wa Kanisa Katoliki kuhusu shauku ya jinsia ya aina moja, yaani ushoga na usagaji, imefafanuliwa na Katekisimu ya Kanisa Katoliki ambayo ni muhtasari wa imani, sakramenti za Kanisa, maisha adili pamoja na sala. Tarehe 16 Machi mwaka 2021 Kanisa likatoa tamko kuhusu angalisho la kubariki ndoa ya watu wa jinsia moja. Hii ni sehemu ya mamlaka fundishi ya Kanisa, yaani magisterium. Hawa ni watoto na sehemu ya familia ya watu wa Mungu, wanapaswa kuheshimiwa jinsi walivyo. Ni kuwakosea haki na kuwahukumu adhabu ya kifo, kuwatenga na kuwanyanyasa. Askofu Mkuu Justin Welby ameunga mkono hoja ya Baba Mtakatifu Francisco na kwamba ushirika wa Kanisa Anglikani kimataifa hivi karibuni umepitisha matamko mawili yanayopinga unyanyasaji na ubaguzi wa watu wenye shauku ya jinsia ya aina moja. Matamko haya yamewasaidia watu wengi kubadili misimamo mikali ya kidini, kiimani na kitamaduni. Askofu Mkuu Welby anasema msimamo huu wa Baba Mtakatifu ataufanyia tena rejea wakati wa maadhimisho ya sinodi ya Kanisa Anglikana nchini Uingereza. Kwa upande wake, Mheshimiwa Greenpeace anakaza kusema Kristo Yesu katika maisha na utume wake alionyesha upendo kwa wote. Kumbe Wakristo hawana sababu ya kubaguana na kutengana, bali waheshimiani na kuthaminiana kama binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu.
maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni, jimbo kuu la Lisbon nchini Ureno, kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 6 Agosti mwaka 2023. Baba Mtakatifu anakaza kusema hii ni hija ya maisha ya kiroho, changamoto na mwaliko kwa waamini, lakini hasa vijana wa kizazi kipya kuguswa na moyo wa unyenyekevu, sadaka na majitoleo kwa wengine, kama alivyofanya Mtakatifu Yosefu. Awe ni mfano bora wa ujenzi wa mahusiano na mafungamano ya udugu wa kibinadamu katika maisha. Baba Mtakatifu anawataka vijana kujisikia kuwa ni sehemu muhimu sana katika maisha na utume wa kanisa kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko unaosimikwa katika huduma ya upendo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 29 Septemba 2023 anatarajia kutembelea nchini Masilia na hatimaye kutembelea nchini Mongolia. Lengo ni kuzisaidia nchi ndogo ndogo barani Ulaya kuweza kufahamika na hivyo kuondokana na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Hija ya kwanza ya kitume ya Baba Mtakatifu Francisco aliifanya nchini Albania. Yote haya yanategemea kwa kiasi kikubwa jinsi ambavyo anaweza kukabiliana na changamoto za afya na kwamba afya yake inaendelea kuboreka zaidi. Viongozi wakuu wa makanisa wanasema watakuwa na furaha tele watakapopata bahati ya kusafiri pamoja na Baba Mtakatifu Francisco katika hija zake za kitume ili kusaidiana pale inapowezekana. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kaditama tamati nimegota kukushirikisha na kukunogeshea mahojiano maalumu kati ya viongozi wakuu wa makanisa waliokuwa kwenye msafara wa Baba Mtakatifu Francisco wakati wa hija yake nchini DRC na Sudani ya Kusini. Kutoka studio za redio